Bismillahirrahmanirrahim. Watanzania wenzangu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Matembezi haya ya amani mnayoyaona na kutembea huku ambako mnakuona leo katika ardhi ya Tanzania lakini duniani kote ni mwendelezo wa kuikumbuka siku ya Quds. Al-Imam al-Khomeini, kiongozi wa Waislamu duniani na kiongozi wa Shia duniani, moja katika maelekezo yake aliyoyatoa miaka mingi iliyopita ni kuifanya Ijumaa ya mwisho iwe ni siku ya Quds. Na malengo makubwa ya Quds ni kama yafuatayo. Malengo ya kwanza ni kukikumbuka kibla cha kwanza cha Waislamu, msikiti wa kwanza ambao Waislamu walikuwa wakiswali wakielekea hapo, ambapo ni Masjidul Aqsa. Na Masjidul Aqsa hii ipo katika nchi ya Palestine, katika mji wa Jerusalem, ambapo Waislamu ndio hapo walipokuwa wakielekea. Kwa hivyo siku ya Quds aliyoitangaza al-Imam al-Khomeini, Mwenyezi Mungu amrehemu, moja ilikuwa ni kuweka fikra kwamba Waislamu wasije wakasahau msikiti wao, Waislamu wasije wakasahau kibla chao kilichopo katika nchi ya Palestine na katika mji wa Jerusalem. Hili jambo la kwanza. Lakini jambo la pili muhimu ni amani ya dunia. Al-Imam al-Khomeini, moja ya sehemu alizolenga katika kuitangaza Ijumaa ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhan ni katika kuienzi na kuihubiri na kuitangaza na kuiombea Mungu amani ya dunia. Na leo hii nyote ni mashahidi. Mashariki ya Kati pamekuwa hapakaliki, lakini duniani kwa ujumla tumeona sehemu tofauti vita vilivyokuwa vimeenea. Ukraine leo na Urusi hakuna amani, lakini hapa jirani kwetu Kongo amani imetoweka. Sehemu za Yemen, Iraki, Irani, hizo zote ni sehemu ambazo amani imekosekana. Lakini ndani ya Palestine, ndani ya Jerusalem, ndani ya Masjidul Aqsa, mauaji yanaendelea. Watoto wasiokuwa na hatia wanauawa, akina mama wanauawa, watu wazima wanauawa. Kwa hivyo moja ya malengo ya siku ya Quds ni kuienzi amani ya dunia. Tunaitangaza dunia iwe na amani. Kama ilivyokuwa nchi nyingine kuna amani, basi amani hii ipatikane katika ardhi ya Palestine, ipatikane Mashariki ya Kati. Kama ilivyokuwa dini nyingine zinaishi vizuri katika Tanzania na sehemu nyingine, Wakristo, Waislamu, Mayahudi wanaishi vizuri. Matembezi haya ni katika kuhubiri na kunyanyua sauti kwamba maelewano mazuri kati ya Waislamu na Wakristo na Mayahudi yarudi katika ardhi ya Palestine, yarudi katika Gaza na sehemu nyinginezo. Lakini jambo la tatu, muradi na makusudiwa ya siku ya Quds vile vile ni kuenzi hii amani tuliyokuwa nayo katika ardhi ya Tanzania. Mungu ametupa bahati kubwa, Mungu ametupa neema kubwa. Tanzania hapa Waislamu, Wakristo na dini za mila na nyinginezo tuna maelewano mazuri, tuna mshikamano mzuri, tunakaa kwa amani, tunavumiliana. Haya yametoweka leo Yemen, yametoweka leo Palestina, yametoweka sehemu zozote. Kwa hivyo matembezi haya, moja ya jambo kubwa na muhimu ni kumuomba Mungu na kuhakikisha kwamba utulivu huu tuliokuwa nao unahamia sehemu hizo ambazo nimezitaja. Lakini jambo jingine muhimu, sisi hapa katika ardhi ya Tanzania ambayo ni kisiwa cha amani, tunaelekea katika uchaguzi, tunaelekea katika kuwachagua viongozi wetu. Moja ya malengo yetu makubwa ni kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Ijumaa hii ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhan na matembezi haya ya amani kuhakikisha uchaguzi tunaofanya mwishoni mwa mwaka huu ni uchaguzi uliogubikwa ni amani, ni uchaguzi wa demokrasia, ni uchaguzi wa haki. Aina zote za utulivu ziendelee kubakia katika uchaguzi huo. Lakini jambo jingine la mwisho
ni kuliombea Mungu taifa letu. Matembezi haya, moja ya malengo yake makubwa ni kuliombea Mungu taifa. Kipindi hiki tulichokuwa nacho basi liendelee kubakia taifa la amani, taifa la watu wanaokaa vizuri, ambao hawajui kubaguana, hawajui mizozo. Lakini tunakuelekea kwenye uchaguzi, vile vile tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uchaguzi unaokuja uwe ni uchaguzi wa kheri na baraka na maelewano mazuri, uwe ni uchaguzi ambao amani na utulivu unatawala katika uchaguzi huo. Lakini mwisho vile vile malengo yetu makubwa kwenye matembezi haya ni kumwombea Mungu huyu ambaye amekamata kijiti cha amani, huyu ambaye ndiyo mdau mkubwa wa amani, mpendwa rais wetu Daktari Mama Samia Suluhu Hassan, kumwombea Mungu kwamba Mungu ampe nguvu, amthibitishe, ampe taufiki. Wale wote wanaomkusudia kwa shari wafeli katika misheni yake, katika wanavyomkusudia, ili tuendelee kubakia nchi ya amani, ya mshikamano, ya maelewano kati ya dini zote. Lakini wanaomsaidia wote nao Mwenyezi Mungu awape nguvu, awalinde kwa macho yake mawili ambayo hayalali. Iendelee kubakia Tanzania ya amani na upendo na mshikamano, na haya tuliyokuwa nayo mazuri yarudi katika ardhi ya Palestina, yarudi katika ardhi ya Gaza. Ibakie Gaza ni Gaza ya Wakristo, ni Gaza ya Mayahudi, ni Gaza ya Waislamu, ya amani na mshikamano. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.